Bana, karibu popote pale ambako unaendelea kutazama Biomedia kupitia simu yako. Endelea kusubscribe, kushare, like na kucomment kwa ajili ya mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Iko taarifa kubwa na matukio ya kijamii ambayo ameendelea kushika kasi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni babu wa TikTok amekanusha madai ya kifo chake, atangaza balaa kwa wote waliomzushia kifo. Sasa mambo yamekaa vipi? Pengine hujafahamu hili kwa undani. Niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha vyema kabisa na kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea. Ni msanii na mtayarishaji wa maudhui maarufu mitandaoni Seif Kisauji, maarufu kama babu wa TikTok, ambaye amekanusha taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa amefariki dunia. Kupitia ujumbe wa video amesema yupo salama na amewataka pia wananchi kutokuwa na haraka ya kuamini au kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Akizungumza baada ya uvumi huo kusambaa, Seif Kisauji alisema amepokea simu nyingi sana kutoka kwa ndugu, marafiki, lakini pia mashabiki waliokuwa wakitaka kufahamu hali yake baada ya kusikia taarifa hizo za kifo. Lakini pia amesema ameshangazwa na namna ambavyo taarifa hizo zilivyosambaa kwa kasi, huku akiendelea kusisitiza kwamba yupo hai na anaendelea na shughuli zake za kila siku kama ilivyokuwa kawaida. Katika maelezo yake bana, aliweza kufafanua kuwa mtu aliyefariki si yeye bali ni kijana ambaye alifahamika kama Babu Kisauji, ambaye alikuwa mtayarishaji wa muziki, producer, aliwahi kufanya kazi na msanii Bob Junior. Na amesema pia kufanana kwa majina kumechangia pia baadhi ya watu kuchanganya taarifa na kusababisha uvumi usio sahihi kusambaa katika mitandao ya kijamii. Katika nukuu anasema, jamani, waambieni kuwa mimi niko hai. Nashukuru kwa yote. Napigiwa simu naambiwa tumesikia habari mbaya. Kifo sio habari mbaya. Kifo tunacho, tunatembea nacho. Aliweza kunukuliwa akizungumza Seif Kisauji katika ujumbe wake, akitoa shukrani pia kwa wote ambao walimpigia simu na kuonyesha kujali hali ya kwake. Lakini pia amewaasihi watumiaji wa mitandao ya kijamii kuwa makini pale ambako wanapokea taarifa zinazohusu vifo vya watu maarufu au mtu yeyote yule. Na anasema kwamba ni muhimu kuhakikisha taarifa zinathibitishwa kupitia familia, wahusika au vyanzo rasmi kabla ya kuzisambaza, ili basi kuepusha maumivu kwa ndugu, marafiki na wahusika, pamoja na kuzuia upotoshaji kwa umma. Katika siku za hivi karibuni, mtazamaji, kumekuwa na matukio kadhaa ya taarifa za uongo kuhusu vifo vya watu maarufu kusambazwa mitandaoni, hali ambayo inaonyesha umuhimu wa matumizi ya uwajibikaji katika majukwaa ya kidijitali, ambako wataalamu wa mawasiliano wameendelea kuhimiza wananchi kuhakikisha kwamba wanapata taarifa kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika kabla ya kuzichapisha au kuzisambaza kwa wengine. Kauli ya Seif Kisauji imeondoa sintofahamu iliyokuwa imejitokeza miongoni mwa mashabiki zake na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Wengi wamepokea pia taarifa hiyo kwa furaha baada ya kuthibitisha kuwa yupo salama, huku akitoa salamu za pole kwa familia ya marehemu Babu Kisauji aliyefariki na kumwombea pumzike kwa amani. Lakini tukio hilo limekuwa ukumbusho wa umuhimu wa uthibitishaji ukweli wa taarifa kabla ya kuzisambaza katika mitandao ya kijamii. Una maoni gani? Basi utaweza kuandika, wakati mwingine tutaweza kuangazia. Uwe na wakati mwema.